na ikuwe ndio yako ndio na la iwe la. Si mimi naekelewa kitu sijui, si mimi. Simamia kweli ikutetee. Soma hiyo andiko sikia. Andiko nasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao walimshinda kwa nguvu gani? Wakati wamepelekwa mbele ama wamepelekwa mbele ya maaskari, wamepelekwa makotini, walimshinda kwa nguvu gani? Ni nguvu gani walimshinda shetani nayo? Ni nguvu gani iliwatetea? Funua Yohana 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao katika huu mwili hata kufa. Ndio maana walipewa nguvu ya kumshinda nani? Lakini kumshinda shetani, neno la Mungu likuwa hai, likae kwa wingi ndani yako, ndio kuwe na nguvu ya kumkemea shetani. Yesu alipojaribiwa na shetani alimwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako pekee. Alimkotia andiko, imeandikwa. Neno linasema usiinamie kiumbe. Yaani alimwambia imeandikwa. Hakupita hapo. Alimsimamishia kweli na kweli ikampigania. Hamutashinda dunia. Mvuto ulio katika dunia ni uko na nguvu sana kushinda nguvu iliyo ndani ya mwanadamu. Yaani dhambi iliyo katika dunia iko na nguvu. Dhambi iko na nguvu sana. Kuambia mtu angaliangi mpira unaweza shangaa sana. Yaani mtu hata kaniwekea milioni hata 50 hapa niambie tu timu gani iko namba 1 ama namba 2 ama nipe maplayer 5 wa Man U nikupe zawadi. Naweza shangaa sijui chochote. Wacha Man U unaweza nitajia hivi lineup ya Man U goalkeeper mpaka striker. Unitajia Chelsea, Arsenal. Mimi hata wakaniwekea milioni hapa, siwezi kutajia hata 5. Labda ni guess wale wa zamani kwa na wajua. Zile nyakati kwa naangalia mpira. Ndio naweza kukotea na kuambia kuna Vidic, Rooney, Naambia kwani uko Kenya gani wewe? Na mimi ninatembeanga nasikia watu wametingisha mpaka manyumba. Man U imefungwa mpaka inapigwa hivi. Mpaka watu wanaruka wanasikia kubomoa, hata mtu anasikia kuguza hata mawingu. Man U imefunga. Anashangaa mimi hata kamoja sijui. Anashangaa. Wakupenda maisha yao hata kufa kwa sababu ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu kuna gharama kubwa sana ya kuachilia dunia na tamaa yake. Mambo ambayo naona wanadamu wanayasifia, ambao mimi kuna mahali kijipata naangalianga nimekaa na kina nani. Naangalia naona huyu ni mlevi wa kawaida. Kuna mahali ukienda tu ukiangalia mambo mnashiriki na watu, unaangalia watu mnashiriki na wao. Naona hapa hao wako sawa, mimi ndio nimepotea. Hapa mimi ndio nimepotea tu. Yaani kuna stage, yaani kuna viwango kikanda ni ya Mungu atakufikisha. Ukichukuta mahali unakaa na watu, unaangalia watu ulio na wao. Naona hao kiwango chenye wako tu sawa. Mimi vile nimemuelewa Mungu, mimi ndio nimepotea. Sasa wewe niambie umemjua Mungu hivyo vyote, ati unaenda kujikuta kilabu ukikunya hapo watu. Unakunywa na walevi. Unaangalia mlevi amekunywa mpaka hata meno imeng'oka. Mwingine amekunywa huku ni maalama. Sasa wewe ukiwa na akili timamu, utatoshea hiyo kiatu. Hapo unatoshea. Hapo watu wakijiangalia unatoshea hapo. Sasa yaani kuna mambo mengine uko umemjua Mungu, kuna mahali hata Mungu hitaji akukemee. Wewe mwenyewe na akili timamu, unaona ni akina nani unakaa na wao? Hawa ni watu wa namna gani unafurahi kukaa na wao hapa? Hata hapa ni wapi umeenda? Yaani unapata mimi nikianza kuambia watu mambo ya Mungu ninawakwaza, lakini nikienda tukianza tuanza kuongea mambo ya mpira, mambo ya Man U, mambo ya Kasonko, mambo ya nini, tunapatana. Sasa ni faida. Sasa hapa dunia iko na mvuto wa hali ya juu sana. Dunia ambao tuko siku ya leo. Dunia iko na mvuto kiwango kikubwa sana. Watu ambao wameokoka
wameteuliwa na Mungu wamtumikia, wamepungukiwa sana. Watu hawasomi Biblia, watu hawaombi, watu hawajui ni nani aliyewaita. Tunapata mtu ameokoka na mtu hajaokoka, hawana nini? Hawana tofauti, wote ni kitu moja. Wote chenye kinafanya watu wakushangae ni vile wanakuona wewe unaenda tu kanisani na unarudi tena kwa mambo yao. Hiyo ndio inafanya hata watu hajaokoka na wanakuwekea heshima. Yaani kuna kagap. Si heshima, kuna kupea mtu heshima na kuna kuwekea mtu yaani kuna kitu mtu anakuwekea. Ni vile sasa anaona Jumapili ama wale wa Sabato wanaendanga Jumapili, wanaendanga Jumamosi. Kuna watu wanaabudu hata Jumamosi wa Sabato. Sasa ni vile mtu anakuwekea kagap, anaona kuna masiku naonanga unaachana na sisi unaenda kuabudu. Sasa hako ndio kanafanya mtu anakuwekea heshima. Si heshima amekupea, anakuwekea heshima hivi. Kuna saa mtu anaona unajitenga, unaenda kushiriki mambo ya Mungu, unarudi kwa mambo yake. Ni sawa na umbwa. Yaani ni kama tu, yaani Petro aliambiwa nguruwe ilikuwa imeoshwa, imerudi wapi? Kwa matope tena. Yaani unaenda kwa mambo ya Mungu, unaimba hapa Bwana. Yaani unaimba hapa mambo ya Mungu, nyimbo za kusifu mpaka malaika wanakupokea, unasifu na wao. Ukitoka hapa unarudi disco. Zile nyimbo zina danzingi marege na mtu anadansi akiinua mikono. Naona zingine mtu anadansi mpaka anasikia hata anatoa hata shati anabaki na vesti. Unasahau wewe ulikuwa mchana ulikuwa unaimba zile nyimbo za kusifu mpaka unatoa machozi. Baada ya kutoka hapo unarudi kuimba zile nyimbo zingine marege, zile nyimbo za makabila. Unajua makabila, kila kabila iko na nyimbo zao. Zenye watu wanaimbanga kwa mshikiliana wanawake. Kama ni mwanaume anashika msichana, wanashikana hapo wakitingisha viuno, mama anatingisha viuno, wanaume anatindika pale. Na wengine naimba akikunywa pombe, wengine akivuta bangi, wengine sigara. Unaona? Yaani unabaki ule mtu unamshangaa. Wewe mchana tumekuacha ukiwa umevaa vizuri, unaimba nyimbo hata unatoa machozi. Usiku tunakuona unaimba nyimbo hata unacheka. Kwani huyu mtu ako wapi? Wewe umesimamia wapi? Ni roho gani na utaabudu nyimbo gani kwako na iabudu? Ni gani jua tukuelewi? Kila goto umeshika. Naona umeshika hizi. Ni gani yako? Sasa huyu mtu hajajielewa, ajue anaabudu Mungu gani. Lazima uchague njia moja. Ikuwe pana ama ikuwe nyembamba. Ujue utapitia njia gani? Hivyo Wakristo, watu ambao wanajitanisha na Mungu wamepungukiwa sana. Ni kwa sababu watu hawasomi Biblia, watu hawaombi na hawajui ni nani aliyewaita. Hiyo ndio shida. Yaani watu ni kweli na roho inatamani kumtumikia Mungu, lakini haitaki kuzama ndani. Yaani mtu hataki kujiachilia, ajue ni nani huyu ameniita nimtumikie. Sasa kama ndugu yangu alianza kwenda shule, alianza kwenda kanisa akiwa klasi 2, na sasa amemaliza. Hiyo ni miaka ngapi akiwa kanisani? Zaidi ya 20. Na ana Biblia. Wewe niambie ule mhubiri amekuwa akimuongoza. Sasa sitamuita kipofu, ndamuita nani? Kama si kipofu ndamuita nani? Huyu mtoto huyu, unaona huyu mahali anaelekea anavaa kuwa na Biblia yake. Wacha wewe. Huyu saa hii mahali anaelekea. Mahali peshi anaelekea anastahili kuwa na Biblia yake. Ukifungua hata yeye anasoma. Ndiyo msingi wa wokovu ukuwe ndani yake. Miaka inakuja atakuwa mwalimu wa neno. Atakuwa anaweza tunza wokovu bila we kuwa we pamoja na yeye. Hii neno ndiyo mzazi mwema. Mzazi mwema ni hii neno la Mungu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Huyu msichana utapata ukua hai usikuwa hai. Hawezi tongozwa na wanaume ovyo ovyo. Amefundishwa na neno la Mungu usherati ni dhambi. Amefundishwa tangia akiwa mtoto mpaka amekuwa mtu mzima, amejua kuvaa, amekuwa mtu mzima mpaka wanaume wanamtamani, lakini kwa ajili ya neno amefundishwa tangia mdogo mpaka kwa mtu mzima, hawezi akaliachilia. Sifu Yesu. Amen. Neno ndio mzazi.
Watoto mnaona wanapotoka hapa nje hawafundishwi neno la Mungu katika roho na kweli. Sunday school wanaenda, kanisani wanaenda, lakini wahubiri watoto kweli. Hawawaambii kujeni na Biblia msome, mjue yale mambo mtaenda kuyatenda, hata kama mtatuficha sisi tusiyajue. Macho ya Mungu yako juu, yanaona matendo yenu. Wana wa Israeli wakati njaa iliingia, wakaenda kutafuta msaada Misri. Yusufu na wale wafanyikazi wake waliwaekea chakula na wakaweka pesa ndani. Chakula na pesa pesa alikuwa amekuja kununua chakula nayo ilirudishwa ikawekwa kwa chakula. Wakati baba yao Yakobo alienda kufungua zile magunia angalie chakula ambao amekuja nacho, akapata mpaka pesa zimewekwa pale. Yaani kwa sababu ya wale watoto kuwa wamefundishwa misingi ya wokovu.